Wewe unaona nini? Ndoto mbaya. Unaota unakabwa, unaota unakimbizwa, unaota unanyongwa, unaota kama mtu yani unaota. Kuna watu wengine wanaota alikuwa anakimbia, ghafla akadondoka. Yaani akimbia kwa mbio, ghafla unadondoka. Halafu kuna mtu anakuja na inawezekana ukimbizwe na mtu. Kuna wengine sana wanakimbizwa na watu kabisa. Ukiona hizo tayari ni tunda ya madhabahu ya giza inayofuatilia maisha yako kukufanya usifanikiwe. Kuna mtu mwingine anaota yupo kwenye kikao cha kwao, wamekaa kwenye msiba au kwenye ndoa, wanasherehekea kitu fulani, na baada ya hapo vyakula wanakula. Ukiwa unaota hivyo, upo kwenu lakini upo hapa na uko unashiriki matukio ya kwenu, au msiba wa mama yako, au msiba wa dada yako, au msiba wa namna yoyote, au msiba wa ng'ombe, ati ng'ombe imekufa, halafu wewe umealikwa, umeenda nyumbani kwenu na wewe unakuwa unalia. Elewa kuna madhabahu inayofuatilia maisha yako kukurudisha katika hali ya asili, hali ya madhabahu ya giza ambayo ni mizimu ya ukoo. Haleluya kanisa. Unapokuwa umeweza kutambua hizi sifa, ndipo Mungu anaweza kukupa namna gani ya kuweza kuomba. Wengi tunaingia kanisani hapa lakini hatuna kitu cha kuomba, ni kama hatuna, lakini tunavyo vitu vya kuweza kuomba, kwa sababu shetani amekukamata. Usifikirie yale ambayo yupo nje ya boksi, unafikiria yale ya siku hiyo tu wewe uliozaliwa nayo. Kama siku ya leo umeamka ndio unayofikiria, lakini yale yaliyotokea na yale yajayo uhitaji kuhangaika nayo, kwa sababu madhabahu imekushikilia usitoke. Haleluya kanisa. Kwa unakuta sasa kuna mtu mwingine anaota nyama. Kuna mtu mwingine anakuja labda anaota yule bibi yake aliyokufa kwa miaka mingi sana iliyopita. Halafu anakaa na wewe, mwanangu nilikuwa nimekukumbuka kweli, si nini. Mnapiga story, baada ya kupiga story ghafla umeshtuka, kumbe ulikuwa umefanya nini? Ulikuwa umelala. Ukiona namna hiyo, elewa kuna roho ya madhabahu ya asili inayofuatilia maisha yako. Lengo na madhumuni usifanikiwe.